Ni kweli, mimi ni moja kati ya watu ambao niliondolewa kazini kwa sababu ya ithibati. Lakini ukienda kwa wataalamu wenyewe wa mambo ya uandishi wa habari, kuna mvutano kidogo. Mvutano uko sehemu moja. Kuna watu wamesomea uandishi wa habari, hawana kazi. Kuna watu hawajasomea uandishi wa habari lakini wana vipaji, lakini wako kazini. Sasa wale wanaona sisi tumesoma na hatuna kazi, lakini mimi nadhani wanapaswa kujua kitu kimoja. Pamoja na cheti ulicho nacho, lazima uwe na kipaji, kwa sababu huko unapoenda kutangaza kuna ushindani. Kuna watu wana talanta ya utangazaji, kuwavutia watu waweze kumsikiliza mtu. Sio kama unaelewa, talanta ya kuongea ni vitu. Mbona mzee alivyokuwa anaongea hapa na mimi ninavyoongea, unaona ni lugha kama ni lugha yote Kiswahili, lakini kinatofautiana kidogo kwa sababu yeye hana talanta ya kuongea. Yeye ana talanta ya kufundisha, ya kuelekeza, ya kutafuta fedha, na unaona ni tajiri, Mungu ashamsaidia, riziki inaingia ni nyingi. Mimi talanta yangu ni kupiga mboyoyo, mwanasiasa, influencer, lakini chawa wa wananchi wa Kigoma mjini. Niko hapa kwa ajili ya kutafuta maisha yao, kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Mzee wangu sio na wasiwasi. Mimi ni chawa wao, wamenituma wale. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunaenda bungeni, nataka tujadiliane na mawaziri kuona namna ambavyo watatengeneza namna yoyote ya kuokoa vile vipaji vya watu ambao hana cheti cha ithibati, lakini alishia form 2, ana talanta kubwa. Ukitaka huyu mtu ili aweze kupata hicho cheti cha ithibati cha diploma, tafsiri yake aje Brothers Academy, asome miaka 2 au mwaka mmoja, and then aingie kwenye diploma ambayo ina maana itamgharimu karibia miaka 3 mbele. Anaishije huyu mtu wakati hapa alikuwa anatengeneza riziki kubwa? Kwa ufupi, kwa watu walioishia form 2 au form 3 au form 4 lakini hajafanya mtihani wa form 4, kama toka afanye mtihani miaka 10 haijapita, mtaaruma sahihi, kama miaka 10 haijapita, anaweza kaja akatumia namba yake ile ya form 2 tukamsajilia form 4 kama mtainiwa kujitegemea, akafanya mtihani wa form 4. Ina maana anahitaji akae mwaka mmoja tu, afanye form 4 asonge mbele. Umesikia hiyo? Ni option. Kwa hiyo pamoja na kwamba tutapigania namna ya kuokoa vipaji vya vijana ambao wana vipaji vya utangazaji lakini hawana hiyo ithibati, tunaenda kuipigania hiyo, siwezi kuiacha. Lakini hatuwezi kuzuia watu kusoma. Huwezi kuwa kiongozi wasema msisome, haiwezekani. Wakati tunapigania vijana waende wakawasome, lakini tunataka pia wao wanatengeneza riziki iendelee kuwepo hapa. Serikali ilitoaga gap hilo, watu wakadharau. Umeelewa vizuri? Ilisha kutoa gap hilo kwamba bana, baada ya miaka 5 tutataka ithibati. Kwa hiyo ile miaka 5 kama tungeingia shule haraka haraka, kama tungekuwa tunajua kuna hizi options za Brothers Academy, sasa hivi tungekuwa tayari ya ithibati tunayo. Umeelewa? Naam. Lakini watu wengi ambao ile watu hapa na mjani wanazungumza bana, bali ile speech itakuwa sio yake, kama pamoja na ulipokuwa nasikia watu wanajaribu kudogosha kila ambacho wanapenda kwa kweli, kama mfungo ulikuwa unaisaidia. Ni kweli, baada ya kutoa speech kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watu wengi ambao walikuwa wananibeza, kwa sababu kwa watu wanaonijua, kwa mfano Kigoma, hakuna aliyeshangaa kwa sababu Kigoma they know me, ndio maana walinichagua. Lakini watu wa Dar es Salaam na mikoa mingine ambao walikuwa na beza, huyu ataenda kuongea nini bungeni, hajui hata neno mswada ni nini, elelelele, maneno yalikuwa ni mengi. Wakisikia unapiga vyuma mle, unawastaajabisha. Umeelewa vizuri? Na ndio hawa ambao walikuwa wanaongea. Lakini mimi nadhani wanipe muda, wataona vingi. Mwingine kasema ni AI, sijui ni vitu gani au so bana. Lakini mimi ninachokiamini ni kwamba uwezo ambao Mwenyezi Mungu amenipa wa kuongea ni uwezo ambao unafaa kabisa kuwa mwakilishi, na ndio maana nimekuwa influencer bora mpaka na kuwa mbunge kwa miaka yote 5 ambayo nimefanya kazi ya kuwa influencer, kuwa balozi wa makampuni. Na kutaka nikwambie, ni wakati naenda kugombea ubunge, mshahara wangu kwa mwezi kwenye makampuni yote ilikuwa zaidi ya milioni 49 kwa mwezi mmoja. Angalia namna nilivyokuwa ni influencer bora. Ukiingilia hao wengine kila kichwa mviringo kina nani, hao walikuwa wanalipa milioni 77, milioni ngapi? Umeelewa vizuri? Nimeingia kwenye kuwa mbunge, nilikuwa ambassador
wa makampuni zaidi ya 13. Umeelewa vizuri? Makampuni mengine nishakula hela nimemaliza, mengine nimekuwa mbunge bado wananidai hela zao. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo inabidi uanze kuyapigia chombeza. Kampuni kama Silent Ocean, GSM hao bado wanadai hela zao. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo inabidi wewe endelee kupiga chombeza, lakini wanasupport vitu vyangu Kigoma mjini. Kwa mtu ambaye ana wasiwasi na Baba Levo bungeni, nitamshangaza, yani atabaki anashangaa. Na asipige makofi kwa sababu atachoka. Makofi yatakuwa ni mengi. Na mimi sipendi achoke. Yeye angalie tu vitu vitakapokuwa vinashuka. Na sasa hivi niko na mwalimu wangu wa Kiingereza kutoka Brothers ya Kati. Kwa sasa hivi nitakuwa napiga mpaka kwa lugha. So kwa nitakuwa na waacha kabisa muone. Yeah. Yes, kiuhalisia naomba ni declare kabisa kwamba kutosoma sio ugonjwa wala sio kukosa maisha, lakini kuna baadhi ya fursa unashindwa kuzifikia kwa sababu ya kutokuwa na elimu au kutokuwa na vyeti. Kwa hiyo nitumie ujumbe huu kuambia ndugu zangu, marafiki zangu, kama una nafasi ya kuweza kusoma shule, soma. Niwaambie watoto wetu ambao tunawalipia ada kwenye mashule, someni shule, kwa sababu sisi, angalieni jinsi ambao tunakuja kuitafuta elimu ukubwani. Sasa hivi mimi naenda ku turn 40 au so bana, ndo naanza sasa kuitafuta elimu, kwa sababu nimepambana maisha yangu yote, nimefika umri huu nakutana sasa na naanza kukutana na vikwazo ambavyo vinanitaka sasa nirudi tena shule. Kwa kama umpata fursa ya kusoma, soma mtoto wetu, soma kijana. Lakini kwa watu wazima ambao tulipoteza nafasi huko nyuma kutokana na sababu tofauti. Zipo sababu nyingi sana za mtu kushindwa kusoma. Kwa mfano mimi, sababu iliyosababisha mimi nikashindwa kusoma kuendelea na elimu ya sekondari, wazazi wangu walifariki wote. Mimi nimebakia yatima tangu 1998. Wazazi wamefariki. Babangu alikuwa askari polisi, ameenda huko kupambana na majambazi. Ninajuaga majambazi mambo yao. Au so bana. Kwa hiyo tukarudishiwa mwili. Mzee kaondoka. Na mimi ndio hapo nilikuwa namaliza darasa la 7, sijui chochote sasa, sijui naenda wapi na kanyaga wapi. Na mnajua maisha ya askari polisi, ndio maana tunawapigania sana. Kuna muda mwingine tunapigania haki zao, hata kama kuna muda mwingine mtaani na wenyewe wanatupiga, lakini kuna muda tunawapigania ili waweze kubadilisha mfumo wao wa maisha, kwa sababu askari polisi akiondoka, unaiangalia familia yake namna ambavyo ina struggle ya kuweza kuishi. Maneno na mimi kama kiongozi wa umma, na ni jukumu langu kupigania maslahi pamoja ya askari polisi pia. Kwa hiyo sababu yangu mimi ya kutoendelea na shule ni hiyo. Baada ya mzee kaondoka, nikaanza mafunzo ya ugereji, kujifunza kuendesha, kutengeneza magari. Nimetoka kutengeneza magari, nimeingia mwaka 2000 nimeingia mgambo Dodoma. Nimefanya mafunzo ya mgambo na certificate. Baada ya hapo kwenda JKT. Umeelewa vizuri? Vikanishida, nikarudi kwenye muziki, angaika huku na huku, hamna chochote kinachopatikana. Nikajiunga na Juma Nature 2006. Nimejiunga na Juma Nature 2006, tumekwenda 2013 tukajiunga Lekadutigite, Diamond, Alikiba, sio nani Lekadutigite. So bana, tumemaliza Lekadutigite, hamna chochote. Diamond akamwambia Baba Levo, sasa uje huku sasa ufanye kazi Wasafi. 2014 nikasema siji Wasafi. Nilianza kwanza miradi yayo 2014, miradi yayo. Nikaondoka kwa miradi yayo, nikaenda kugombea udiwani 2015 nikashinda udiwani kwa kushinda vituo vyote. Ndio diwani pekee katika jimbo la Kigoma mjini nilishinda vituo vyote vilivyotangazwa. Hakuna kituo hata kimoja ambacho nilishinda. Nilimpiga mpinzani, na wakati huo mimi ndio nilikuwa kwa chama cha upinzani. Nilikuwa niko ACT. Kwa nilimpiga dogo mmoja wa CCM, alipasuka vibaya sana. Sasa hivi ni jamaa yangu, tuko chama kimoja, chama kikubwa. Nilikuwa sana ndugu yangu. Kwa 2015 nikawa diwani kwa miaka 5 kata ya Mwanga Kaskazini. 2020 nikarudi sasa Wasafi kuendelea na kazi za redio. 2025 tukafukuzwa kazi Wasafi kupitia ithibati. Nikaona amenifukuza, naenda kugombea ubunge. Sasa hivi ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, lakini leo hii naanza shule. Kwa hiyo naelezea namna ambavyo kiuhalisia, kama unapata fursa ya wataalamu kama huyu, umesikia alivyotaja elimu zake, namna alivyopita mipito, unaona kabisa ni mtu ambaye atanisaidia sana kuweza kupata elimu ya kutosha
kuweza kufaulu vizuri, ili niweze kuwatumikia wananchi wa Kigoma mjini kwa kila aina ambayo italetwa, kwa kila mfumo ambao utaletwa niweze kuendana nao. Mwalimu wangu, yes. Wewe nimeambiwa ni mtaalamu wa Kiingereza. Sure. Sogea hapa, hamna shida. Sogea hapa ndugu yangu. Mike nampata. Ndio. Huyu ni mwalimu wangu wa Kiingereza. Na huyu atanifundisha Kiingereza kwa sababu ndio lugha ambayo itanisaidia kuweza kufaulu masomo mengine, kwa sababu tunajua mfumo wetu bado wa masomo una Kiingereza kingi. Kwa hiyo kama hujui Kiingereza, tafsiri yake ni kwamba kuna swali unaweza kaulizwa ni rahisi tu. Baba anakwenda sokoni, ameshika kapu na shilingi 10,000, kadondosha 3,000. Amebaki na shilingi ngapi kwa Kiingereza sasa? Kuitaja hiyo 7,000. Sijui kama unaelewa vizuri, lakini kwa sababu mwalimu yupo atanifundisha, na nikwambie tu ukweli, pamoja na kwamba mtakuwa mnanifundisha nikiwa hapa Dar es Salaam, mtakuwa mnanifuata nikiwa Dodoma wakati, kwa sababu tunaanza bunge mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7, kuna miezi mitatu yote nitakuwa niko Dodoma, lakini pia nitakapokuwa niko jimboni kwangu Kigoma, pamoja na mshahara ambao mtapata kutoka kwa viongozi wenu, lakini bado mnabata mtakula. Hayo nakwambia mkurugenzi, huwezi kuja kumfundisha mbunge eti ukatoka bila kuokota, haiwezekani. Au sio bwana? Kwa hiyo nabata mtakula, na nakuomba sana ujitambulishe na ili tuweze kuendelea na press. Asante sana Mheshimiwa Mbunge. Yeah. Kwanza we are very excited to have him at Brothers Academy. Yeah. Na unajua tumefanikisha kwa watu wengi sana. That's true. Watu wengi wameongea Kiingereza kizuri. Yeah. Lakini this time around we are just going to have the public figure. Yeah. Sasa Baba Levo akitoka, obviously na wengine watatuamini zaidi Brothers Academy. Yeah, kwa hiyo tuseme pia Mungu amejibu maombi yetu, kwa sababu tumekuwa tumefanya kwa sehemu kubwa ya jamii, lakini kwa mara ya kwanza tumeanza kupata opportunity ya kumfundisha Baba Levo. Jamani, masomo ambayo atakayafanya, kuna somo ambalo litatumia lugha ya Kiswahili, ni historia ya Tanzania na maadili, pamoja na Kiswahili chenyewe. 100 kwa 100. Pamoja na Kiswahili chenyewe. Lakini masomo mengine yote the rest itatumia Kiingereza. Sasa sisi hatutaki kumuangusha Mheshimiwa Mbunge kwa sababu ya hiyo lugha. Niwaambie tu yeyote ambaye anatuangalia hivi sasa kwamba Brothers Academy tumejipanga na tumefurahi sana. Walimu wote wamefurahi, na uzuri pia baadhi ya wanafunzi ambao pia wamepata taarifa hizo wamefurahi. They can't wait to see you. Kwa siku utakapotembelea watafurahi zaidi. Sasa furaha ya wanafunzi, walimu, taifa kwa ujumla na mheshimiwa mwenyewe, hatutaki kuifanya isitimie zile ndoto ambazo mheshimiwa anazo. Mimi kama mwalimu nitahakikisha Baba Levo anafaulu mitihani yake kwa lugha ya Kiingereza. Like, it's not all about writing on the examinations, it's all about speaking. Baba Levo, while in the parliament, you're going to speak good English. Mr. Zungu, I'm coming for you. Mheshimiwa Speaker, I'm coming for you. I like that, I'm coming for you. And he has to be ready. Karibuni sana Brothers Academy. Tunawapenda, na kupitia Baba Levo imani yetu sasa itakwenda overseas. Sasa tunatamani Baba Levo tusikuangushe, na katika hili somo langu mimi nitasimama kwa asilimia zote, na Mwenyezi Mungu atusaidie. Umesikia? Hiyo ni Brothers Academy. Kumbuka mimi naenda kujifunza Kiingereza Brothers Academy. Baba yangu mlezi Diamond Platinum Kiingereza alifundishwa na Wema. Fikiria, sio kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo mimi naenda kupitia huku, au sio bwana, Brothers Academy, wataalamu na kila kitu. Lakini pia wapo wasanii wengi ambao wamekosa elimu, wameishia wengine la 7, wengine wamefeli form 2, wengi form 2, na wengine wameishia form 4. Mimi ni kupromise tu mzee wangu, hata mzee wangu ana nafasi ya kuja mkamfundishie pale Diamond pale Wasafi au ofisini kwake na kila kitu, so bana, ili tuende naye kwenye degree. Nataka nini na mzee wangu kwenye degree? Kwa sababu unajua kwa uwezo alionao Diamond Platnumz, ukimwambia kuhusu vyeti anakuwa anaona kama wewe unamchanganya, kwa sababu tayari ameshatengeneza mifumo ambayo ya kutengeneza utajiri wa hela nyingi sana. Sawa? Lakini sasa sisi kuna kaneno kanakuwa kanatucheka sana. Hajasoma huyo. Yaani kwa namna moja au nyingine unakuwa hata kusoma elimu ndio, lakini kuna muda kana sina
kuna kakinyungutu kanaingia nywi. Kwa hiyo na washauri wote wasanii ambao mnataka kurisiti mitihani yenu form 2, form 4 au form 6, karibuni Brothers Academy. Pigeni simu namba 0717 28 0669. Lakini pia mzee wangu amezungumzia kuna shule ya kuanzia form 1 mpaka form 4 ambayo sasa hivi sio vizuri kutangaza shule yetu ilikuwa ya ngapi, lakini ipo katika shule 10 bora. Inaitwa nini? Ben Habart. 10 bora Dar es Salaam. Iko katika shule 10. Dar es Salaam kuna shule ngapi toto? Ziko nyingi. Nadhani zinafika kama 100 na kitu. More than 100. Zaidi ya 100 na kitu. Iko kwenye Dar es Salaam jiji. Dar es Salaam jiji. Tumekuwa nafasi ya 7. Nafasi ya 7. Nadhani mnasikia jinsi ilivyo. Dar es Salaam jiji, Ben Habart Secondary. Ben Habart. Kwa mtoto wako mlete pale. So far Ben Habart na Brothers Academy ni mtu na ndugu. Ni familia. Ni familia. Ni mmiliki ni mmoja. Mmiliki ni mmoja, sawa. Haya, unataka kujua Brothers Academy iko sehemu gani? Iko Banana. Pale kwenye kile kilima kile cha magereza, ipo hapo. Ukifika pale ukaulizia Brothers Academy, hata mtoto mdogo bodaboda anakusaidia. Lakini kwa watu ambao wako Mbagala pia tunayo chemchem pale Mbagala. Unaweza ukaja wakakupa utaratibu, unataka kusoma kwa aina gani. Wao watakushauri kutokana na shughuli zako, ni mfanyabiashara, usome muda gani usisome, na gharama zake zikoje, kwa sababu kuna gharama za namna walimu wanavyokufuata au wewe unavyokuja shule, gharama zinapungua. Nadhani tunaelewana vizuri. Haya, swali lingine. Nikupongeze sana kwa kila ambacho ni neno ambalo tafsiri yake ni upambe, au sio bana? Upambe, kuwa mpambe wa mtu, kumpamba mtu. Kuna mtu alimpamba John Pombe Magufuli kama Kangi Lugola. Umesahau ile Magufuli jembe sio jembe, si ni yeye, au sio bana? Ni mfumo tu, sema majina yanabadilika. Huku utaitwa chawa, huku utaitwa mpambe, huku utaitwa kiherehere, huku utaitwa nani, lakini ni lifestyle, au sio bana? Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba kama ni jambo halivunji sheria kwenye nchi yetu, watu wafanye. Sisi tunakatazwa kufanya mambo ambayo yanavunja sheria, au sio bana? Kama viongozi, kanuni na miongozo ya bunge inatukataza wabunge kufanya jambo lolote ambalo linakwenda kinyume na sheria. Lakini kama kuna jambo halivunji sheria, watu wanafanya, au sio bana? Kwa hiyo mbunge anaweza kuwa na mawazo yake, kila mbunge ana mawazo yake tofauti, lakini wewe pia mwananchi unapokea, unaona lipi la kushika, lipi unawaachia wananchi ambao wanatoka kwenye jimbo lake huyo mbunge. Nadhani tunaelewana vizuri. Naomba maswali mawili ya mwisho. Wewe ni mbunge wa Dar es Salaam na Banana na Mbagala. Wewe kama mbunge wa labda unajua Brothers Academy wamesema wenyewe hapa kwamba wamefanya kazi kwa muda mrefu, lakini walikuwa hawajawahi kupata mtu ambaye ni public figure ambaye ataitangaza vizuri, lakini pia watu wataona yale mazuri yaliyopo kwenye Brothers Academy. Na tukiitangaza vizuri sio lazima hata wao wajenge, atajitokeza tajiri mwingine Kigoma atasema naomba tukae na uongozi wa Brothers ili nifungue branch ya Brothers Kigoma, au wao wenyewe wakafika Kigoma, wakafika kila sehemu, kwa sababu wao wamesajiliwa kufanya kazi nchi nzima, au sio bana? Kwa hiyo wana nafasi ya kufungua popote. Kwa hiyo hivi tunavyokwenda tuwasupport, na kupitia mimi watu wataona utofauti na itatengeneza imani kwa Tanzania. Hata wao wakisema tuko Mwanza wataweza kupata umati wa kutosha. Ndio maana na wasisitiza wa Tanzania tuwasupport Brothers Academy, njoo tusome Brothers Academy, kwa sababu hapa kuna mwanafunzi ambaye alisoma QT Brothers Academy mpaka akamaliza, sawa, na akaenda chuo, na sasa hivi ameshamaliza chuo. Yuko kwenye media pia. Sasa hivi yuko kwenye media. Uko vizuri mbona usemi? Umemwona huyo hapa? Huyo. Sasa hivi anapiga picha, anafanya nini, anaendelea na maisha mengine. Ithibati unayo?
Watakunyoosha wale wazee. Ni mchezo wale. So naomba swali moja la mwisho ili twende tukapandishe hichi ambacho tumekiongea hapa, sababu wananchi wengi wanasubiria kuona ni nini ambacho kinaendelea hapa. Ndio baba? Ndio kaka. Yeah. Yes, ni kweli nilisema bungeni kwamba mimi ndo mbunge pekee ambaye sitegemei kuteuliwa kuwa waziri, na sitegemei kwa sababu ili uteuliwe kuwa waziri kuna namna, lazima kuna qualification lazima uwe nazo, na hizo qualification, hivyo vigezo mimi kwa sasa hivi bado sina. Sijajua labda unaibu waziri, lakini kwa waziri wenyewe, waziri unahitaji kisomo kidogo. Lakini pili, nasoma ili niweze kuwa chochote sasa bungeni. Naweza nikagombea hata uspika. Sasa uweze kugombea uspika na wakati bado kuna vigezo hujafikia, au sio? Kwa hiyo acha nisome ili niwe na vyeti, kwa sababu najua mimi na uhakika naweza nikaishi maisha yangu haya mazuri tu bila kuwa na elimu ya dunia wala kuwa na vitu vingi. Lakini nimegundua kuna sehemu na kwama, kuna sehemu hivi unavyoona natamba ila kuna sehemu nikifika na kwama. Kuna sehemu nakwambia how Baba Levo safi sana, you doing good, that is very nice. Okay, sasa tunaomba CV yako. Ukipeleka CV wanaweka pembeni, wanaendelea mambo mengine. Sio kama unanielewa vizuri, kwa sababu ya vyeti. Kwa hiyo natafuta elimu ya kusoma, kuwa na elimu ya kutosha kichwani, lakini target kubwa pia ni kuwa na vyeti ambavyo ukizungumzia elimu takuwekea vyeti, and then baada hapo tuongee sasa kama wasomi, au sio? Lakini siwabezi watu ambao hawajasoma. Naamini kuna watu ambao hawajasoma wana akili nyingi mtaani na wanafanya mambo makubwa mtaani, na naomba serikali iangalie kwa namna moja au nyingine namna ya kuprotect hizo talanta ambazo ziko mtaani, au sio? Kwa kusema hayo machache niseme nashukuruni sana kwa kufika kwenu, na nendeni mkawaambie Watanzania Baba Levo ameanza shule Brothers Academy, na nitasoma Brothers Academy total kwa miaka mitatu, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6, and then baada ya hapo nitaendelea kwenye kuitafuta degree kwenye chuo ambacho nitapangiwa au ambacho nitakichagua mimi mwenyewe, kama itakuwa hapa Tanzania au nje ya Tanzania. Najua kwa sasa hivi ni mambo ya aibu kwamba mtoto wangu Revocatus Clayton Chipando anamaliza form 6, baba yake ndo anaanza form 1. Sio bana, lakini dogo atulie, asione kama ndoa maisha ameyamaliza. Mzee ndo nakuja hivyo. Nataka nimuoneshe zile A nilikuwa namwambia alete A nyumbani. Sasa A zitatokea hapa Brothers Academy. Au sio bana? Nitampiga A nimuoneshe kama kwa nini nilikuwa na kwanza elimu haijawahi kuwa haina faida. Cha kwanza. Cha pili, mimi najua kwamba kuna mimi nasoma shule, lakini najua kuna watu wameshamaliza shule na wako mtaani, na ndio maana tumekuwa tukisisitiza serikali kuendelea kutengeneza fursa za hawa watu ambao wameshindwa kupata ajira. Serikali imeshindwa kuajiri au wameshindwa kupata ajira kwenye sekta binafsi, watengenezewe mifumo ya kuweza kupata mitaji ili waweze kujiajiri. Sababu unaposisitiza watu wajiajiri na hujawapa mitaji, tafsiri yake ni kwamba unataka kumtengeneza huyu mtu aanze kuhaha. Umeelewa vizuri? Mtu yote akikwambia jiajiri, ujue hapo anazungumzia hela. Nimelizungumza hili bungeni, watu wote wamesikia. Kwa hiyo zipo taasisi ambazo zinatoa mikopo kwa Watanzania, lakini masharti yake yamekuwa ni masharti ambayo kiuhalisia ni magumu, na ni magumu kwa sababu zile ni hela. Watu wengi wamekuwa wanakopeshwa pesa kwa ajili ya kufanya biashara, wanaenda na kunywa pombe, watu wa mademu. Unamkuta mtu kachukua mkopo, yuko Dubai, yuko Ibiza huko, anakunywa pombe, ana enjoy. Akirudi hapa hela hana, hakuna biashara alozungushia, na anatakiwa kufanya rejesho. Mwisho wa siku inakuwa sasa ni kuanza kutafutana, au sio? Lakini kama tutaweka nguvu, na ninaona Dr. Samia Suluhu Hassan namna ambavyo anatengeneza mifumo ya hela ziwafikie vijana, hilo ndio tunalolisisitiza.
Umesikia sasa hivi nyie online TV mama kaweka bilioni 2 kwa ajili zije kwenu. Umeelewa vizuri? Na sisi tumesisitiza hizi bilioni 2 zisiwekewe masharti magumu, kwa sababu kama mtu kwa mfano mtu ni mwanamuziki anaenda benki kukopa, alafu unamwambia alete hati ya nyumba ili aweze kupata mkopo. Sasa huyu mwanamuziki ana tofauti gani na mfanyabiashara wa kawaida? Kwa sababu hiyo hata mtu ambaye sio mwanamuziki anaweza kaenda akapeleka hati akapata mkopo. Kwa lazima tutengeneze, tuoneshe kama huu ni utofauti kati ya mfanyabiashara wa kawaida na mwanamuziki, kwamba moja kati ya vigezo ambavyo vinatakiwa vimsaidie yeye kuweza kupata mkopo, kigezo kikubwa kiwe ni mziki wake, kiwe ni talenti yake. Umeelewa vizuri? Hivyo vitu vingine vile ni support to document kama anayo, lakini ukimweka kama bwana kama una hati huwezi kupata mkopo. Sasa hiyo unakuwa humsaidii mwanamuziki wala humsaidii online TV, huyo mtu mwenye online TV. Kwa sababu mtu mwenye online TV ukimwekea tu kigezo kwamba lazima awe na hati ya nyumba, umeelewa vizuri, tayari umeshamtoa kwenye online. Lazima awe na online TV kwanza, lakini cha pili labda awe na ofisi, unaweza kutengeneza hivyo, au awe na vile vifaa vyake vimdhamini aweze kupata kuweza kupiga hatua. Lakini cha pili, wanamkopesha msanii milioni 20 leo, sawa, alafu mwezi baada ya siku 30 wanaanza kukata rejesho. Muziki, biashara ya muziki haiko hivyo. Biashara ya muziki lazima unipe gap, niimbe kwanza, watu wasikie, waanze kudownload muziki, na lazima nipate gap either miezi 3 mpaka 6 ndio mwanze kuchukua rejesho. Mimi nilikopa milioni 100, wakati milioni 100 ziko benki, naendelea sasa na chola hapa namna ninavyosafiri kwenda China na kila kitu, nimenunua vitu viko kwenye maji virudi mpaka vifike hapa, naenda kuangalia salio lilishakatwa rejesho. Umeelewa vizuri? Baada ya siku 30. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunataka tuwatengenezee fursa vijana ambao wamesoma na ambao hawajasoma, wapate njia nyepesi ya kuweza kuzifikia pesa. Na hiyo ni ngumu kwa sababu watu wa mabenki wanalinda hela zao. Ukitoa hela ovyo ovyo benki itafilisika. Lakini sasa tunatafuta namna ya kuweza kuwapa njia nyepesi. Serikali lazima iweke mbawa zake kwamba hawa nimewaamini ili benki ziwape uchochoro. So hatuwezi kuzuia watu kusoma. Njooni brothers tusome, njooni tupate vyeti, and then baada ya hapo tuhangaike tukiwa na sababu tunalalamika huku na cheti. Kama nina cheti changu hichi hapa sijapata ajira. Au sio? Sawa. Swali la mwisho ni kwamba wewe ni mwakilishi wa Kigoma. Yeah. Ukiwa kama mbunge. Nini? 280 669. 669. Hiyo ni namba za huduma, ukipiga unapata Brothers Academy. Okay. Nikushukuru kwa kutukumbusha. Brothers Academy pamoja na kwamba tunafundisha hizi huduma za wanaorudia mitihani, elimu ya sekondari kwa muda mfupi, Brothers Academy tunayo shule nyingine inaitwa Ben Habati Secondary School. Hiyo ni shule ya vijana. Sasa hiyo Baba Levo huwezi kusoma pale. Inaanzia hiyo ni kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Ni okay. O level. Okay. Na kwa wale ambao wanatamani kuijua hiyo shule bado usajili tunapatikana Dar es Salaam hapa maeneo ya Kivule. Wanaoandika waweza kuandika. Namba ya usajili ni NECTA usajili. Namba ya usajili naye tajiri. Wewe namba ya usajili ni mtu akisha Google ataona. Iko Kivule, ziko Kivule. Namba ya simu ni 07? Na yenyewe kuwapata. Ben Habart ni 0677. 0677 44 98. Hiyo ni shule ya Ben Habart kwa O level form 1 mpaka form 4. Okay. Ya vijana wadogo, sio mwili wetu. Asante. Jamani, nimemsikia mkurugenzi. Unajua mkurugenzi anaongea kitaalamu sana. Sasa na mimi najua lugha zetu za mtaani. Ukiongea tu kitaalamu hauwapati, wana scroll. Lakini nadhani nilikuwa nataka mkurugenzi wa Brothers Academy awape picha ya namna gani ambavyo Brothers Academy ina operate. Sasa sikilizeni. Kwa nini Baba Levo amechagua Brothers Academy? Cha kwanza ni hiyo VIP. Unajua mimi ni mbunge. Kuna muda niko Kigoma jimboni nafanya kazi, kuna muda niko Dodoma, kuna muda niko Dar es Salaam katika kuhanja kutafuta matajiri kwa ajili ya kutafuta pesa kupeleka kwenye jimbo. Sasa ukiniambia niende nikakae shule nisome na wanafunzi wengine ambao wamelipiwa ada na baba zao wako pale, inakuwa ni utofauti mkubwa sana. Utakuwa umenipa mzigo mkubwa sana.
Lakini Brothers Academy, na hii nawaambieni wote ambao mmeishia la 7 au mnataka kurudia mitihani ya form 4 au mitihani ya form 6, Brothers Academy ina VIP treatment kwa mwanafunzi. Kwa wewe una uwezo wa kusema nataka niwe nafundishiwa Bahari Bichi. Kwa hiyo ndio maana kuna mwalimu wangu hapa, yeye kazi yake atapanda magari ya Brothers Academy, atakuja Bahari Bichi, atanifundisha na nitachagua nataka unifundishe kwa masaa 2, lisali 1, nusu saa, kisha upotee. Atanifundisha, baada ya hapo ataenda kuendelea na shughuli zingine, mimi nitaendelea na shughuli za kutafuta pesa kwa ajili ya familia. Hii ni fursa kwa watu wote ambao tulikosa nafasi ya kusoma, aidha wazazi walifariki, tulikosa pesa kuendelea na masomo darasa la 7, au ulifeli darasa la 7. Sasa hivi Mungu amkusaidia, umepata riziki, unataka kuwa na vyeti. Hii nchi yetu kwa namna tunavyokwenda, pamoja na akili ulizonazo, pamoja na uwezo ulionao, lakini kuna sehemu utataka kuingia, utakwama kwa sababu ya cheti. Cheti kitakukwamisha. Kwa hiyo njoo Brothers Academy kwanza upate elimu, kwa sababu tunamuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameweka hela nyingi sana kwenye elimu, ameweka nguvu kubwa sana kwenye miundombinu ya elimu. Tunaona mawaziri wake wanahangaika huku na huku kutafuta fursa ya kuhakikisha wanafunzi wanafanya vizuri. Kumuunga mkono, njoo Brothers Academy. Ulishia la 7, ulishia la 4, njoo. Wao watakwambia kutokana na mahali unapotaka kwenda, unataka kusoma mikoa mingapi. Kwa hivyo nataka mimi niyo nasomea Mwanza, wapi, watakupa package na bei ya kusoma kutokana na hiyo mikoa ambayo unataka kufanya nini, kusomea. Uko Dar es Salaam hapa utapewa package. Ndio maana ada haipo level moja, kwamba ada ni kiasi gani. Ada itaendana na wewe mwenyewe unataka kusomea wapi. Kwa mfano kuna mtu anasema bwana, mimi nataka kila weekend mwe mnakuja kunifundishia Dubai. Kwa hiyo utapigiwa package ya nauli za wewe na mwalimu atakayekuwa anatoka hapa kuja kukufundisha huko ulipo na kurudi, na maisha mengine yataendelea. Sasa mimi Baba Levo nimependa hilo. Yaani kote umezungumza, sijui imesajiliwa namba ngapi, namba tutazijua tu. Lakini hiyo ya VIP treatment, na hii nawashauri sana hata baadhi ya wabunge wenzangu, kwa sababu kuna mbunge akana bali usisome. Hapana, kwa sababu huko tunapokwenda unaweza kuwa unatamani kuendelea kuwa mbunge, lakini maamuzi ya wengi akasema mbunge lazima awe na cheti either cha form 4, form 6, diploma, degree. Maamuzi ya wengi, unajua bunge linatunga sheria kwa maamuzi ya wengi waliomo ndani ya bunge, na ndani ya bunge wengi ni wasomi. Kwa hiyo wakiamua kuegemea upande wao, unakwenda na maji. Utatamani kuwa mbunge lakini hautaweza kuwa mbunge kwa sababu hiyo. Njoo Brothers, una uwezo wa kusoma. Wao ni wataalamu, wanajua namna ya kumfundisha mtu mzima. Wasoma wanajua kabisa usiku ulikuwa kwenye munchwanga, mtu atungi, lakini saa 4 inabidi uingie darasani. Wana uwezo, ndio maana yuko hapa mtaalamu, mwalimu wangu ambaye anajua namna. Wanajua kuna huyu muda ushagombana na mke wako, lakini pia unatakiwa usome ili ufaulu, kwa sababu bila kufaulu tafsiri yake ni kwamba utakuwa hujafikia lile lengo ambalo tunalitaka. Kwa hiyo nawashauri sana watu wote ambao mmeishia darasa la 7 au mlifeli form 2 au mlifeli form 4 au form 6 au hamkwenda shule mlishia la 4, piga simu namba 0717 28 0717 28 0669. Narudia 0717 28 0669. Hii namba ukipiga utakutana na wataalamu, utakaa nao pamoja, mtakubaliana namna bora ambao unataka wewe ufundishwe. La msingi na la muhimu uweze kufaulu mtihani wa form 2, na kiongozi wangu amenihakikishia, nipe mkono kiongozi. Umenihakikishia kwamba nitafaulu form 2 na nitafaulu form 4. Yes, kichwa changu unakijua ndugu yangu. Utafanya vizuri. Kuna muda mikeka imechanika, kichwa inakuwa kimevurugwa. Uko vizuri. Na vijana walimu hapa huko na wengine pale wanakusikiliza. Yes. Wote ni walimu ambao tutahakikisha. Kwa mimi nawakaribisha Watanzania, karibuni Brothers Academy. Ndio sehemu pekee ambapo utasoma ukiwa unaendelea na shughuli zako kama mtu mzima. Elimu ya utu uzima ameelezea vizuri mzee wangu kwamba sisi tuna usajili wa serikali. Isionekane kama ni vitu vya kiuni tu vya mtaani. Serikali inatambua Brothers Academy kazi inayoifanya kusaidia watu wazima ambao wanahitaji sasa kupata elimu ya duniani, wanahitaji kupata elimu kwa ajili ya kupata vyeti, kupata certificate, and then mwisho wa siku waweze kuendelea na majukumu yao. Huko mbeleni tunapokwenda,
huko mbeleni tunapokwenda, kuna uwezekano kabisa vitu vingi vikawa vinawakwamisha watu kwa sababu ya kukosa vyeti. Njoo Brothers Academy, walimu wapo, utafundishwa nyumbani. Ukitaka wewe unafundishwa kwenye swimming pool huko unaogelea, wenyewe wanakupiga pindi tu kuhakikisha unazipata zile credit 3 kuanzia 3 na kuendelea. Mimi mzee wangu nikipata hata D2 na C1 ina ubaya gani hiyo? No, kwa level ya mtihani wa kwanza huu wa form 2 tunataka upate, matakwa ni aidha C1 au D kuanzia D2. Sasa hizo huwezi kuzikosa. Tutakupa topa. Nikose D2 za Leonardo nimechanganyika. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nina furaha. Kwanza nina furaha nimeenda Brothers Academy, nimeona mazingira ya shule. Nimeona namna ambavyo uhuru walionao walimu wa kuwafundisha wanafunzi. Nimetembelea hizo shule zake zingine ambazo tunajua kuna wanafunzi wa sekondari. Sasa hivi usajili bado unaendelea au umeshamaliza? Unaendelea bado. Mpaka 28? Mpaka 28 mwezi wa pili. Yes. Kimbia haraka. Njoo tusome mimi na wewe shule moja. Njoo tusome Brothers Academy, kwa sababu naamini 100% inakwenda kutukomboa, inakwenda kututoa katika ile level ya Baba Levo hajasoma. Sasa baada ya miaka 4 mitatu nitakuwa na diploma. No. Nataka diploma kwanza nimfikie ule kichwa mviringo. Nataka nimfikie kichwa mviringo. Baada ya form 1 form 2 mwaka mmoja, mwezi wa 10 mwaka huu nafanya mtihani wa form 2. Mwaka kesho mwezi wa 10 nafanya mtihani wa form 4, au sio bwana? Alafu mwaka unaofuata mwezi wa 5 unafanya form 6. Form 6. Yeah. Baada ya hapo naingia sasa chuo kuitafuta degree. Haina haja diploma. Yaani ukishamaliza miaka 3 ya form 6 unaenda zako chuo kikuu university, unaacha mambo diploma. Diploma labda ufanye mwenyewe, lakini tunataka kabla 20 uwe mwaka wa pili mwaka wa 3 chuo kikuu. Yes. Na hapo sasa ndio tutakuwa tunaelewana, na tutakuwa tunaimba wimbo mmoja kwa pamoja, kwa sababu imekuwa kuna maneno mengi sana. Baba Levo hana degree. Mzee wangu nisaidie nipate degree. Imeisha hiyo. Naomba unisaidie nipate degree. Kichwa ninacho, uwezo wa kusoma ninao, wananchi wa Kigoma mjini wananikubali. Wananchi wa Kigoma mjini wananikubali. Hivi Baba Levo unasoma nini? Hapana wananchi wangu, najua huko mbele mtataka Baba Levo agombee, alafu atawekewa kitu ambako kamekaa kisheria, mtakwama, mwezi kumpata Baba Levo. Yeah. Kwa huo ni mtego. Kukubali kama Baba Levo asisome akapata vyeti, huo ni mtego. Sio kama unaelewa. Nakumbuka mzee wangu wakati nafanya kazi kwa mzee wangu Diamond Platnumz ambaye ndo ananilipia ada kwenu. Yeye ndo anayelipa, na amesema Baba Levo usitoe shilingi 10, nalipa kila kitu. Nilitolewa redioni na kitu kinaitwa ithibati. Umeelewa vizuri? Yeah. Nina talent. Diamond Platnumz anajua kabisa Baba Levo anaingiza. Mimi kwa kweli yani unajua kama tunaongelea mambo ya elimu ya Brothers Academy, alafu ukaja kuleta mambo ya kichwa mviringo tena, mambo ya muziki. Unajua mimi hapo, unajua mdogo wangu hapo, ongea na msanii. Hapo unaongea na mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa? Hapa tunaongelea vitu vikubwa. Hao wasanii wote mimi nawatetea bungeni. Sio kwenye mic hapo kwa kuongea bungeni. Kama kuna kitu naona kuna sheria iko sawa, au sio bwana, inawabana wasanii, inawanyonya wasanii, naenda kuirekebisha bungeni. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukiwa unaongea na mimi, usio unaniletea mifano ya mtu ambaye nishamwacha anazurula huko mtaani. Kwa sasa hivi kwa mfano mimi nataka nimpigania mtu kama Mwijaku apate hata nafasi ya kuwa msemaji wa maafisa habari wa Singida au wapi. Umeona bwana? Kwa sababu unajua miradi inafanyika, lazima kupatikane mtu ambaye atakuwa anaisemea ili kumpa heshima mama. Sasa hivi tunazungumzia shule. Hapa tumekaa tunazungumzia shule. Kwa hiyo nataka niwaambieni tuzungumzie, tujikite zaidi kwenye Brothers Academy. Na swali, nimezungumzia kwamba watu ambao mnapokea kwenye Brothers Academy ni wale ambao wamesha darasa 7 na ambao wamefeli form 4, lakini kuna hili kundi ambalo hawakuwahi kufika shule kabisa, lakini sasa hivi wana uwezo, wanatamani. Yote ambaye anajua kusoma na kuandika ataanza kusoma level ya sekondari, sawa, na atasoma form 1 form 2 kwa mwaka mmoja, form 4 form 3 form 4 kwa mwaka wa pili, mwaka wa 3 form 5 form 6, and then baada ya hapo ataendelea na yeye mwenyewe na chuo. Kwa kama wewe hauna cheti chochote, uliishia la kwanza,
njoo Brothers Academy tukupe utaratibu mzuri wa wewe kuweza kupata elimu na wewe uweze kuwa mmoja kati ya watu ambao wana vyeti vya form 4, form 6 na maisha mengine kuendelea. Sawa, Mheshimiwa Bwalevo, na maswali mawili kwako. Naam. Ya swali la kwanza au usomee sehemu tofauti kupitia Brothers Academy, piga 0717 28 0669. Ndugu zangu waandishi wa habari, narudi shule na shule inayosoma ni Brothers Academy. Nashukuru sana na okay, sasa usajili wangu uko tayari, wasije wakaskani mbona unajua wao mashabiki wakaniskani. Usajili wangu uko tayari, kwa hiyo dokumenti zangu ziko tayari. Ase Bandago, naomba hapa ni saini niweze uniwekee pale. Nikusainia kwako sawa mzee ya shule hii. Nashukuru sana. Nikupe na hii hata ikichaka hii nyingine nataka wewe ndio chukua na hii Bandago. Hii nataka niiweke kwenye nanili kabisa ili ibakie kama kumbukumbu. Hii utaenda kuiwekea ile nini? Unaita nini? Lamination weke lamination ili ibakie kama kumbukumbu kwenye maisha yangu. Haya. Kama kuna mtu yote ana swali, kuna mtu yote ana mawazo, ana maoni, ana ushauri, karibuni. Nataka nijue kuumiza kiasi gani kwa kutokea siku ya kwanza unajitangaza kwamba na furaha sana. Nina muda mrefu sijakutana na nyie kwa sababu ya majukumu ya kazi ya ubunge. Kazi ya ubunge nilipigania, lakini sio kazi ya mchezo. Ni kazi ambayo usipoweka nguvu kwa wananchi wako unaonekana kwamba wamechagua mtu ambaye hakustahili kupata nafasi ya kuwa mbunge. Sasa kutokana na ubize mara nyingi tumekuwa tukutane, lakini nakumbuka hapo nyuma tulikuwa kila wiki tunakutana either mara moja au mara mbili. Lakini leo nimekuja mbele yenu kwa sababu leo ndio siku ambayo naingia shule kwa mara ya kwanza, siku ya leo. Na hapa pembeni yangu nipo na mkurugenzi wa shule ambayo mimi naenda kusoma. Yeye atakuwa na maneno mengi ya kuongea, and then baada ya yeye kuongea na mimi nitapata nafasi pia ya kujazilizia kwenye kile ambacho yeye ameongea. Lakini shule ninayokwenda inaitwa Brothers Academy. Kwa nini nimechagua Brothers Academy? Kwa nini sio shule nyingine? Nitasomaje? Mfumo gani wa masomo ambao nitapitia? Nimechagua mchepuko gani? Wale mchepuko mimi ni mtu wa hati mtu wa hati ni mchepuo mtakoma. Lakini all in all cha msingi niko na timu nzuri, lakini niko na madam hapa na yeye atajitambulisha. Lakini hapa pembeni yangu, sogea hapa karibu. Mwalimu, mbona kama ni muoga? Huyu ndio mwalimu wangu ambaye mara nyingi atahakikisha anazitoa pombe kichwani na kuweka madini ya shule kichwani kupitia Brothers Academy. Kwa nini Brothers Academy? Mkurugenzi wa Brothers Academy, karibu. Asante sana. Nikushukuru sana ndugu Bwalevo. Naam. Rafiki yangu na kakangu. Na niwashukuru sana waandishi wa habari kwa ujio wenu mkubwa. Tuwapongeze na tuwashukuru sana kwa ajili ya uwepo wenu hapa. Ndio. Ninayezungumza hapa ninaitwa ndugu Robert Rwezaura. Ni mwalimu lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi. Na maanisha professional yangu na maandiko yangu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa maana ya elimu yangu, kwa maana background ya darasani. Nimepata kuwepo chuo kikuu cha Dar es Salaam katika kozi za biashara kwa maana ya BCom, lakini pia kwa maana ya MBA, na kuwa mkufunzi katika vyuo mbalimbali, vyuo vikuu
na kujikita katika masuala mazima ya elimu kama mdau mkuu wa elimu. Ndio. Na leo tumefurahi sana kuwa na rafiki yetu, ndugu yetu Baba Levo. Mimi najua Baba Levo, lakini katika kuzungumza naye aliniambia anaitwa Clayton Revocatus Chipando, jina gumu kidogo hivi. Ya, lakini ndio jina lake, na tukazungumza akaniambia ningia darasani. Labda nielezee shule yetu ya ambayo anajiunga nayo. Sisi tunaitwa Brothers Academy, na Brothers Academy ni shule ambayo imepata usajili chini ya serikali kupitia taasisi ya elimu ya watu wazima, ambayo wao ndio wana mamlaka mandate ya kuratibu, kusimamia, kuendesha masuala ya elimu kupitia mfumo huria na masafa au kupitia elimu badala. Na kama serikali wao pia wametoa fursa kwa wadau, kwa maana ya wadau wa elimu wenye uwezo wa kimiundombinu, wenye uwezo wa material kichwani, lakini ambao ni professionals ambao wanaweza kufuata taratibu za namna ya kuanzisha na kusajili na kuendesha elimu kupitia mfumo huu huria na masafa. Mwaga sifa za Brothers ndugu yangu. Unawasifia sana serikali tajiri. No, lazima tueleze. Sasa hiyo ndugu yangu Academy wapaje kuoperate. Mwaga sifa Brothers Academy, kuna nini mle ndani ya Brothers? Nikushukuru sana. Nilikuwa najaribu ku drive attention kuelewa Brothers Academy watu wa aina gani, na tumeeleza hivyo ili tueleze kazi tunayoifanya. Brothers Academy sisi tunatoa elimu kwa njia huria, kwa maana kwamba tunajishughulisha na watu ambao hawajawahi kusoma elimu ya sekondari, kwa maana walishaanza darasa la 7 au walisoma MEMKWA au walishaanza darasa la 5 au walisoma kwa namna yao, lakini hawajawahi kwenda sekondari. Hiyo ndio kazi yetu kubwa, kwa maana kwamba tunafundisha elimu ya sekondari kwa muda mfupi. Tunatumia miaka 2 kumaliza kidato cha 4. Ina maana mwaka wa kwanza mtu anafanya mtihani wa kidato cha pili. Huko nyuma ule mtihani uliitwa QT, kwa maana qualifying test, lakini huu ni mwaka wa pili sasa. Huo mtihani umeondolewa baada ya kufanya QT. Sasa hivi mtihani unaofanyika ni mtihani wa kidato cha pili, mtihani wa upimaji wa maarifa wa kidato cha pili ambao unaitwa FTNA, kwa maana ya Form 2 National Assessment. Huo ndio mtihani unaofanyika, na ndio mtihani rafiki yangu utakaoanza nao kufanya mwaka huu. Then mwaka unafanya Form 4, mwaka unaofuata ule wa 3 unafanya Form 6, mwaka wa 4 uko chuo kikuu. Sasa sijajua kama utaomba mkopo bodi ya mikopo loans board au utafanyaje. Lakini ndicho kitakacho kufanyika. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa njia hiyo. Hiyo ni program namba 1. Namba 2, maana kwamba akishamaliza mtihani wa Form 2, mwaka unaofuata anafanya mtihani wa Form 4, na mwaka wa 3 anafanya mtihani wa Form 6, then anaenda zake kukutana na masuala ya TCU na vyuo vikuu. Programu ya pili ni kwamba tunafundisha vijana ambao walipomaliza Form 4 hawakufanya vizuri. Maana yake kwamba kuna msamiati huko mtaani kuitwa kurisiti, reciters.